Ndugu wasikilizaji na watazamaji wa channel ya Zenze TV, karibu katika mada ya leo. Na mada ya leo tutazungumzia kuhusiana na kufeli kwa figo ambao kitaalamu tunaita renal failure ama tunaita kidney failure. Nini maana ya kufeli kwa figo? Kufeli kwa figo ni sema kwamba ni ile hali ya figo kushindwa kabisa kufanya kazi kutokana na kuharibika ama kuharibiwa kwa nephron. Na watu wengi watajiuliza nephron ni kitu gani? Tunapoongelea nephron tunamaanisha ni mirija midogo midogo ambayo huhusika na uchujaji wa taka mwili ndani ya figo. Maana yake ndani ya figo kuna mirija midogo midogo sana ambayo sasa ndo kazi yake kubwa ni kuchuja uchafu wote ambao unaambatana na damu na unaopita kwenye figo baada ya kufika pale kwa pressure kubwa sana. Na tunajua mkojo kama mkojo unakuwa umeundwa na vitu mbalimbali. Pamoja na hivyo vitu ni maji. Maji yapo kwa kiwango cha 95%. Maana yake mkojo wote unakuwa unaundwa kwa asilimia nyingi za maji ambayo ni kwa 95%. Chumvi kwa 1.4. Urea ni kwa 2% tu. Uric acid ni kwa 0.003. Ammonia yenyewe ni kwa 0.04 na creatinine hii ni mojawapo ya taka mwili ambayo huwa inaambatanishwa na mkojo. Yenyewe ipo ndani ya mkojo kwa 0.1. Sasa tutaenda kuangazia kabisa moja kwa moja sababu zinazopelekea kufeli kwa figo. Sababu mojawapo ni kujeruhiwa kwa figo wakati wa ajali ama upasuaji mbaya. Maana yake mtu anapofanyiwa upasuaji mbaya inaweza kapelekea kutokea kwa hitilafu kwenye figo na kupelekea kufeli kwa figo, ama mtu anapopata ajali, na hii inatokana na ajali mbalimbali. Mtu inapotokea anaumia ndani ya mwili, huenda inaweza kaumia figo pia na kupelekea kufeli kwa figo. Sababu ya pili, upungufu wa mzunguko wa damu kwenye figo. Hii inatokana tunasema na kitaalamu tunasema kama shortage of blood supply to the kidney. Maana yake upungufu wa mzunguko wa damu kwenye figo, hii inapelekea figo zenyewe kutumia nguvu kubwa sana kufanya mchujo wa taka mwili kutoka kwenye damu. Kwa hiyo sasa kuwepo kwa damu kidogo sana ambayo inapita kwa pressure ndogo sana kwenye figo inapelekea uwepo wa uharibifu wa figo, kwa sababu figo hazitakuwa zinasafishwa ipasavyo. Sababu ya tatu ni utumiaji wa kiasi kidogo cha maji. Maana yake unapotumia kiasi kidogo cha maji unapelekea figo kuipa kazi sana kufanya mchujo wa taka mwili ambazo zinakuwa zinazunguka ndani ya damu. Na kwa kawaida tunajua binadamu inatakiwa angalau watumie kiwango cha maji kuanzia lita 3 hadi 4, wengine wanafikisha 5, sio mbaya, lakini pia inategemeana na aina ya kazi unayofanya. Kwa sababu pia utumiaji wa kiwango kikubwa sana cha maji pia kuna madhara yake, lakini at least ama angalau utumie kuanzia lita 3 hadi 4 kwa siku. Sababu ya 4 ni utumiaji wa baadhi ya madawa, kwamba kuna baadhi ya madawa unapokuwa unakunywa yanakuwa yanafyonza maji yaliyoko mwilini ili yaweze kufanywa immunization, maana yake kujiyushwa kwa ile dawa, na kwa sababu hiyo sasa inapelekea upotevu wa maji mengi sana ndani ya mwili na kupelekea sasa figo kushindwa kupata kiwango kikubwa cha maji ambacho kinaweza kutengeneza mkojo na kupelekea figo kuipa kazi na kufanya figo ifeli. Mawe ndani ya figo, hiyo ni sababu ya 4. Na hii inatokana pale ambapo unapotumia chumvi kwa kiwango kikubwa sana. Unapotumia chumvi kwa kiwango kikubwa inapelekea kutengenezwa kwa mawe madogo madogo ndani ya figo. Kumbuka, tumesema kuna nephron ndani ya figo, na hizi nephron ni mishipa midogo midogo sana ambayo kazi yake tu ni kufanya mchujo wa taka mwili ambazo zinapita ndani ya mwili. Kwa hiyo sasa unapotumia chumvi kwa kiasi kikubwa sana unasababisha kutengenezwa kwa
mawe madogo madogo ambayo yanazalishwa na hii chumvi ndani ya nephron, na nephrons zinapelekea kuziba na kupelekea kufeli kwa figo. Sababu ya 5, magonjwa ya muda mrefu. Mgonjwa anapopata ugonjwa kwa muda mrefu inapelekea figo kufeli. Hii kwa sababu ya nini? Kwa sababu tu pale mwili unakuwa unapata joto kwa kiwango kikubwa sana, na ukipata joto kwa kiwango kikubwa sana inapelekea kupoteza maji kwa kiwango kikubwa sana. Kwa maana hiyo figo zinakuwa zinahangaika sana kupata kiwango cha maji na kufanya kutengeneza mkojo kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo pia ni sababu ambayo inapelekea kufeli kwa figo. Namba 6, kutapika, kuharisha, kutoka jasho, homa, na hapa pia nimejaribu kuizungumzia pale juu. Lakini pia unapotapika kwa muda mrefu, unapoharisha kwa muda mrefu, inapoteza maji mingi sana ndani ya mwili na kusababisha figo iweze kushindwa kupata maji ya kutosha ya kujisafisha yenyewe. Kansa ya prostate, hii ni sababu ya 7. Hii ni kansa ambayo inatokea kwenye urethra pale ndo inapotokea hii kansa. Maana yake inasababisha kuziba kwa urethra, na urethra ikiziba maana yake mkojo unakuwa unabaki kwenye kibofu, na ukibaki kwenye kibofu unasababisha kufeli kwa figo. Lakini pia kuna sababu nyingi tu ambazo sijaziongelea. Kwa mfano umri unapoenda sana na penyewe pia inapelekea kufeli kwa figo, kwa sababu inakuwa inapunguza ule ufanisi wa ufanyaji wa kazi. Lakini pia kuna sababu nyingine nyingi sana. Kwa hiyo ndugu zangu, nawakaribisha kwenye channel yangu. Usahau kusubscribe, kucomment, kushare na kulike, pia na kuview hii image yangu. Asanteni sana.